utii wa kiwango cha juu kabisa ibada katika eneo la vita, bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Wakati wa kuvuka kimuujiza kwa Yordani, wafalme wote wa Kanaani waliogopa. Ardhi iliandaliwa kwa ajili ya ushindi wa haraka, walakini hii haikuwa kipaumbele cha Israeli. Walipaswa kwanza kutafuta ushirika na Elohim. Katikati ya ushindi pia waliamua kupumzika ili kujiweka wakfu kwa Bwana. Katika mkutano mkubwa kati ya milima ya Ebali na Gerisimu, karibu kumaliza ushindi, walifanikisha hatua mpya ya ibada. Walijenga patakatifu huko Shilo, kuabudu kabla ya kushinda, upiaji wa agano, Pasaka ya kwanza huko Kanaani, kuabudu kati ya milima, madhabahu ya kuabudu, kumbuka sheria, sehemu maalum ya kuabudu, kuinua patakatifu, kuabudu kabla ya kushinda, uhuishaji wa agano. Wakati huu Bwana akamwambia Yoshua, tengeneza visu vya rangi nyekundu na utahiri Waisraeli tena. Gilgali ni jina lililopewa kambi ya Waisraeli, kituo cha amri wakati wa sehemu ya mwanzo ya ushindi. Ni umuhimu gani uliopewa jina hili? Ingawa zaidi ya miaka 40 ilikuwa imepita tangu walipotoka Misri, Israeli walikuwa bado hawajaingia katika nchi ya ahadi. Sasa miguu yao ilikuwa ikikanyaga juu yake. Ulikuwa wakati wa kuondoa aibu ya Misri na kufanya upya agano na Elohim. Kabla ya kula Pasaka ya kwanza, wanaume wa Kiisraeli walitahiriwa, kwani hakuna mtu asiyetahiriwa ambaye angeweza kushiriki. Lakini kwa sababu walikataa kuingia Kanaani mara ya kwanza, agano lilivunjiwa na hakuna Mwisraeli aliyetahiriwa jangwani. Ili kufanya upya agano, ilikuwa muhimu kurudia ishara hiyo halisi. Kitendo hiki kiliweka kile kilichokuwa umuhimu kwanza kwa ajili yetu. Ni mfano wa kufuata, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Pasaka ya kwanza Kanaani. Jioni ya siku ya 14 ya mwezi, walipokuwa wamepiga kambi huko Gilgali katika tambarare za Yeriko, Waisraeli walisherehekea Pasaka. Kutoka Misri hadi Kanaani, Israeli walifuata mchakato wa kiastik, wakirudia matukio kwa mpangilio tofauti. Misri, tohara na Pasaka. Kuvuka bahari ya Shamu. Jangwa, kuvuka Yordani, tohara na Pasaka. Kanaani. Pasaka ya kwanza ilikuwa ishara ya ukombozi kutoka Misri. Pasaka ya pili iliyoadhimishwa na kizazi kipya ilikuwa ishara ya wao kumiliki nchi ya ahadi. Muda mfupi kabla ya kusulubiwa kwake, Yeshua alitoa ibada hii kwa maana mpya na ishara mpya. Mwana-kondoo akawa mkate na damu ikawa divai. Sasa ni ishara za mwili na damu ya mkombozi wetu ambaye tutua Misri, yaani kutoka kwa dhambi zetu na kutuleta katika nchi ya ahadi. Kuabudu kati ya milima. Madhabahu ya ibada. Kisha Yoshua akajenga juu ya milima Ebali madhabahu kwa Bwana Elohim wa Israeli. Musa alikuwa ameamuru kwamba wakati wa kuingia Kanaani, madhabahu inapaswa kujengwa juu ya milima Ebali na sifa inapaswa kutolewa kwa Elohim
Kwa nini juu ya milima ibali na si juu ya Gerisimu? Madhabahu na sheria ambazo zilipaswa kuandikwa kwenye ukumbusho na kusomwa kwa watu zilihusiana na baraka na laana. Baraka ilitangwa juu ya Gerisimu na laana juu ya ibali. Yeshua akawa laana kwa ajili yetu ili tuweze kupokea baraka. Madhabahu hii kwetu ni picha wazi ya dhabihu ya Yeshua kwa niaba yetu. Katikati ya ushindi, Israeli walitafuta wakati wa kujiweka wakfu kwa Elohim. Huu ni mwaliko kwetu kuiga mfano wao kujiweka wakfu kwa Elohim. So tuwe mmoja bali pia kama watu waliochaguliwa na Elohim. Kumbuka sheria. Huko mbele ya Waisraeli, Yoshua aliandika juu ya mawe makala ya sheria ya Musa. Baada ya kujenga madhabahu juu ya milima Ebali, Yoshua aliweka mawe ya kuyapaka chokaa, kisha akaandika juu ya nakala ya sheria Kumbukumbu Torati ambayo ilijumuisha amri 10 na sheria mbalimbali pamoja na baraka na laana. Mwishowe sheria ilisomwa kwa watu imegawanywa katika sehemu mbili, moja kwa kila upande wa milima. Kwa njia hii agano kati ya Elohim na watu wake ilifanywa upya. Huu ni wito kwetu pia kama watu wa Elohim waliosalia. Lazima mara kwa mara tufanye upya agano letu naye, tukikumbuka jinsi alivyotuongoza hadi sasa na baraka ambazo ametupa. Mbali na kufanyiwa upya kwetu binafsi, ushirika mtakatifu pia utupatia wakati huu maalum wa kufanyiwa upya kama watu wa Elohim. Sehemu maalum ya kuabudu. Kuinua patakatifu. Kusanyiko lote wa Israeli lilikusanyika huko Shilo na kusimamisha hema la mkutano huko. Nchi iliwekwa chini ya udhibiti wao. Nchi ilikuwa imeshindwa na Israeli. Eneo hilo lilikuwa limegawanywa kati ya makabila mashuhuri zaidi, ingawa makabila saba yalikuwa bado hayajapokea sehemu yao. Mashujaa wa Reubeni, Gadi na nusu ya kabila la Manase walipaswa kupelekwa kwenye mali zao na ng'ambo ya Yordani. Kabla ya makabila kutengana, tendo maalum na muhimu ilifanywa: ujenzi wa hema la kukutania, kituo cha ibada ya Israeli. Patakatifu kama makao ya Elohim yanayoonekana. Palikuwa mahali pa umoja ambapo wote waliungana katika ibada. Bila uwepo wa Elohim, umiliki wa nchi haukuwa na maana. Leo wakati bado kuna majitu ya kisasa na ya baada ya kisasa ya kushinda, ni muhimu sana kwamba tuelekeze umakini wetu kwenye patakatifu pa mbinguni ambapo Yeshua anatuombea. Haikuwa imepita wiki nyingi tangu Musa alipotoa kitabu chote cha Kumbukumbu la Torati katika hotuba kwa watu, lakini sasa Yeshua alisoma tena sheria. Sio wanaume wa Israeli peke yao, lakini wanawake wote na watoto wadogo walisikiliza usomaji wa sheria, kwani ilikuwa muhimu kwamba wao pia wajue na kufanya wajibu wao. Kila sura na kila mstari wa Biblia ni mawasiliano kutoka kwa Elohim kwa wanadamu. Tunapaswa kufunga maagizo yake kama ishara juu ya mikono yetu na kama mipaka kati ya macho yetu. Ikiwa ingesomwa na kutiiwa, ingewaongoza watu wa Elohim kama Waisraeli waliongozwa na nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku.